Kwanza niseme tu kwamba nashukuru sana ofisi ya Katibu Mkuu wizara yetu ya Katiba na Sheria kwa maandalizi mazuri pamoja na wataalamu wetu wanaofanya kazi katika wizara yetu na wale ambao walitangulia hapa jijini Dar es Salaam maeneo ya Sabasaba katika kuhakikisha kwamba wanafanya maandalizi mazuri. Na ni kweli kwamba kama ulivyoona banda la wizara ya Katiba na Sheria limejitosheleza, liko vizuri. Niseme jambo moja, suala zima la mchango wa wizara hii ndo moyo, ndo backbone katika uchumi wa nchi. Unavyoona hata maonyesho haya ya Sabasaba yapo kwa mujibu wa sheria za nchi. Kwa mchango wa wizara hii ya Katiba na Sheria kwanza kwenye kufanikisha maonyesho ya Sabasaba kimataifa, kwa sababu ni yalitambuliwa kisheria na ndio maana yapo kwa mujibu wa sheria. Kwa hiyo ni mchango mojawapo ambao hata wewe uko hapa kwa mujibu wa sheria. Lakini jambo jingine ni kurekebishwa kwa sheria mbalimbali ambazo zimesaidia kwenye kuinua uchumi na kuweza kuwasaidia wananchi kwa namna moja au nyingine, hasa kuwahamasisha wawekezaji na wadau mbalimbali kutoka nje ya nchi na kuingia nchini. Na hata ujio wa wananchi ambao wametoka nchi mbalimbali hasa East Africa wamekuja hapa kwa mujibu wa sheria. Kwa hiyo mchango wa sheria ni mkubwa sana kwenye maonyesho haya, lakini pia mchango wa sheria ni mkubwa sana kwa maslahi mapana ya nchi yetu, hasa kwenye masuala ya uwekezaji. Tumefanya marekebisho kadhaa kupitia Tume ya Kurekebisha Sheria, masuala ya kurahisisha vipengele rahisi kwa ajili ya uwekezaji, lakini pia tumefanya marekebisho ya sheria ya kuingiza bidhaa nchini, na hivi karibuni tunaendelea kufanya marekebisho ya masheria kampuni ili kurahisisha uwekezaji mkubwa nchini Tanzania, kuondoa vikwazo ambavyo siku za nyuma vilikuwa vinasababisha wananchi kutokuwekeza kwa wakati, na hasa wale wanaokuja kuwekeza kutoka nchi mbalimbali, nchi za magharibi, lakini nchi za Amerika, nchi za China, za bara la Asia na kadhalika. Kwa hiyo, lakini pia wakati huo huo tunakwenda kufanya marekebisho kuelekea dira 2050, kwa maana ya kwamba sheria nyingi tunakwenda kuzifanyia kazi, na sheria hizi zikifanywa kazi maanake tunarahisisha upatikanaji wa haki kwenye shughuli mbalimbali za kiuchumi, lakini pia hata wananchi wanaweza kunufaika kwa kiwango kikubwa sana kwenye maisha yao. Na ukiangalia dira yetu ya 2050 imejitanabaisha kwa kinaga ubaga katika swala zima la haki kwa maana human rights, lakini kuna swala zima la good governance, transparency. Kwa hiyo hivyo vyote kwenye dira ya 2050 ndio msingi mkuu wa dira ni amani, utulivu na maendeleo. Kwa hiyo maana yake ni kwamba miongoni mwa misingi mkuu wa dira ni huo ambao sisi tunasema kwamba maisha ya Watanzania ni sheria. Asante. Na ndio maana tunasema sheria ni maisha yetu, na sheria ni uhai wetu. Sheria ndio moyo